Watu wengi hatupendi na tunachukizwa sana tunaposikia makanisani na kwenye huduma wanapoeleza kuhusiana na masuala ya sadaka. Inawezekana tukawa tunachukia kwa kutokujua umuhimu wake, au kwa sababu ya hali zetu za kiuchumi ambazo zinatukabili. Tunatazama na kuona kama watumishi wanazungumza habari ya sadaka kwa ajili ya kujinufaisha wao na huduma zao. Lakini leo nataka nikutazamishe kitu kidogo tu kutoka kwenye Biblia ambacho kinaweza kikupa wewe kuelewa au kuona umuhimu wa sadaka. Angalau kulingana na kile ambacho nimejifunza kutoka kwenye maandiko. Kitabu cha Waebrania sura 11 ni kitabu ambacho kinaeleza masuala ya imani. Ile sura ambayo inaeleza masuala ya imani, na kuna orodha ya mababa wa imani ambao wametajwa pale kwa majina. Sasa nilikuwa nataka nikutazamishe kitu kutoka katikati ya kundi la wale mababa wa imani, ili na angalau na wewe upate kidogo kuelewa nini ambacho kipo au nini ambacho ni muhimu kwenye sadaka. Kitabu cha Waebrania sura 11 kimewataja watu 17 au kimetaja kwa majina watu 17 kama mababa wa imani. Ukianza kusoma kuanzia pale mwanzo, ile sura 11 kuanzia mwanzo mpaka mwisho kule, utaona inataja watu 17 kwa majina. Katika watu hao 17 iliyowataja Biblia iliyowataja kama mababa wa imani na kuita mababa wa imani, watu 10 ukitoa 7, watu 10 Biblia imeunganisha imani zao na mambo walioyafanya. Yaani maana yake ni kwamba mfano labda kwa imani fulani alifanya hichi, kwa imani fulani alifanya hichi. Maana yake imani zao imetaja na kile walichokifanya. Watu 10 tu katika wale mababa 17 wa imani ambao wametajwa kwa majina. Inawezekana kuna wengine wapo hawakutajwa, lakini mimi nazungumzia waliotajwa kwa majina kwenye ile sura ya 11. Katika mababa wa imani 11, katika mababa wa imani 10 ambao wametajwa kwa majina, mababa wa imani wanne imani zao au baba wao wa imani umeunganishwa na sadaka. Angalia, katika watu 10, watu 4 imani zao zimeunganishwa na nini? Zimeunganishwa na sadaka. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama tungechukua 10%, tungechukua wale watu 10 tukaweka katika 100%, maana yake 40% ya mababa wa imani wote ambao wametajwa kwenye Biblia, ubaba wao wa imani umetokana na sadaka. Sasa sadaka inaweza kuwa muhimu kwenye maisha yetu na hatufahamu. Kwa nini? Kwa sababu kama 40% za ubaba wa imani umetokana na sadaka, hiyo ni sana kusema 40% za maisha yetu yote tunayoyaishi, 40% za mambo yetu yote tunayoyafanya, 40% ya baraka zetu zote, mlango wake ni sadaka. Na inawezekana kabisa mlango wa mafanikio yetu kwa umefungwa na sadaka. Na ndio maana siwezi kushangaa kwa nini watu wa imani kama Freemason wanafanikiwa sana, kwa sababu ya ukutii na utoaji wao sawasawa wa sadaka. Ukitoa sadaka sawasawa, nina uhakika kabisa zinafungua mlango fulani juu ya maisha yako na mambo mengine yote ya kiroho na kimwili. Kwa sababu sadaka ni toleo lililoamriwa katika ulimwengu wa roho, ambalo linamuunganisha mtu na mahali anakotoa. Sadaka inafanya kazi ya kuunganisha wewe na ulimwengu wa roho unakotoa, ili uweze kupata msaada. Na ndio maana ukienda kwa mganga, kitu cha kwanza atakwambia utoe sadaka. Ile sadaka anaitumia kukuunganisha wewe na ulimwengu wake wa roho, ili ulimwengu wa roho uweze kukupa msaada. Hasa kama Mkristo hutaki kutoa sadaka, au kama sisi Wakristo tunapokuwa tunapiga kelele tunaposikia swala sadaka, tafsiri yake ni kwamba hatujiunganishi na ufalme wa Mungu. Na kwa sababu hiyo ndio maana tunatoa sadaka kienyeji na kwa malalamiko, na kwa sababu hiyo hatujiunganishi na Mungu na hatuzioni hizo baraka za Mungu kwenye maisha yetu.